Asubuhi ya leo tunaenda kuangalia neno la Mungu ambalo tunaenda kujifundisha kuhusu vita. Vita vinakuwa rahisi wakati umemhusisha Mungu na umepatia Mungu nafasi ili aweze kukupigania. Kwa hivyo leo tunaangalia katika neno la Mungu katika kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili 3 mstari wa kwanza. Tusome wa kwanza peke yake. Samueli wa pili mstari wake, Samueli wa pili 3 mstari wake wa kwanza. Samueli wa pili 3 mstari wa kwanza. Nitasoma. Yes. Nitasoma. Samueli wa pili 3 mstari wa kwanza. Peke yake. Basi kulikuwa na vita nyingi katika nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea akastawi, lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. Bwana asifiwe. Hapa tunaangalia vita ama vita vilivyodumu kwa nyumba ya Daudi na nyumba ya Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanatuambia familia ya Daudi na familia ya Saul walidumu katika vita kwa siku nyingi. Lakini maandiko yanatuambia vile walivyokuwa wanapigana, nyumba ya Daudi ilikuwa inaimarika, lakini nyumba ya Sauli ikazidi kudidimia. Basi kulikuwa na vita siku nyingi kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Basi kulikuwa na vita siku nyingi kati ya nyumba ya Daudi na nyumba ya Sauli. Daudi akaendelea akastawi, Daudi akaendelea kustawi, lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ukiwa umeweka tarajio lako kwa Mungu, ukiwa umeweka vita vyako kwa Mungu, maadui wanazidi kudhoofika na wewe unazidi kuimarika, maana wewe unamtegemea Mungu. Daudi hakuwa na chuki na familia ya Sauli. Daudi hakuwa anataka kujipigania kwa familia ya Sauli. Alikuwa anatarajia Mungu ampiganie. Ndiposa unaona Daudi hata wakati alipata nafasi ya kuangamiza Sauli, hakumwangamiza. Ni kwa sababu gani? Hakutaka kujipigania, hakutaka vita yeye apigane na mfalme Sauli, maana Sauli alikuwa ametiwa mafuta na Mungu na Mungu ndiye alimkataa. Daudi akaamini Mungu yule aliyekataa Sauli ndiye atakayemuondoa. Akaweka tumaini lake kwa Mungu, akamtarajia Mungu ampiganie vita, na Mungu naye akazidi kumpigania. Wakati Sauli alikuwa
kunakuwa ni kudhoofika na kufilisika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutarajie Mungu wanapigana na familia yako. Wanasema itasimama, watoto wako hawatasimama. Wewe usitistuke. Wewe usifadhaike kwa sababu yao. Wanapigana na biashara yako bure. Wewe piga magoti. Ambia Bwana, katika kazi yangu nipiganie. Ambia Bwana, katika familia yangu nipiganie. Ambia Bwana, kwa kila jambo kupiganie. Mungu atakupigania, atakuimarisha. Na wale wanapigana na wewe bure, wao watazidi kudidimia. Bwana asifiwe. Wakati adui anapopigana na wewe bure, inakuwa ni nafasi yake ya kuangamia na kudidimia. Hapo wanapigana na Daudi. Hawajui Daudi anamtegemea Mungu. Wale hawajui wao ni nani wanategemea. Wao watajua hawajui. Maana vita sio vyako, vita ni vya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Wewe tarajia Mungu. Weka tumaini lako kwa Mungu. Weka vita vyako Mungu akupiganie, naye atakushindania na atakuonekania. Bwana asifiwe. Wacha tusome katika hiyo kitabu tu ya Samueli wa pili. Twende 9. Tuanzie mstari wake wa kwanza hadi wa 7. 9 Samueli wa pili 9 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 7. Tuone familia ya Sauli vile ilienda. Vile mambo yalizidi kuharibika kwao. Second Samuel chapter 9 verse 1 to 7. Read. Kisha Daudi akasema, je, amesaidia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli ipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathani? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamuita aende kwa Daudi. Na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi. Akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli ipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Jonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama yuko katika nyumba ya Makiri mwana Amieli katika Lodebari. 5. Basi mfalme Daudi akatuma watu wakamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana Amieli katika Lodebari. Basi Mefibosethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi akasujudu. Daudi akasema, Mefibosethi, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Mstari wa 7. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Daudi. Maandiko yanasema ilifika wakati ikawa familia ya Sauli imemalizika, haionekani, haitambuliki, haijulikani kama kuna mtu yoyote anaweza kupatikana. Lakini Daudi akauliza watu wake, kuna mtu amesalia katika familia ya Sauli nikaweze kumtendea haki ama nikaweze kumwonyesha mema ya Bwana? Oh my Father. Daudi akauliza
Siba ambaye alikuwa katika familia. Bwana asifiwe. Akaitwa na mfalme, akakuja ili aulishwe, je, kuna mtu yoyote anaweza kupatikana katika familia ya Sauli nimtendee haki? Bwana asifiwe. Daudi alikuwa kwa mtu, alikuwa na upendo. Yeye alikuwa anakumbuka yale Jonathani mwana wa Sauli aliyekuwa anamtendea. Alikuwa na roho ya huruma. Hakuwa anajivuna nimewamaliza. Hapana. Maana alijua sio kwa uwezo wake kupigana hiyo vita. Sio kwa uwezo wake hiyo familia kuimaliza. Kumaliza familia ya mkubwa sio kitu rahisi. Bwana asifiwe. Kupigana na familia ya rahisi sio kitu rahisi. Lakini ilikuwa ni kitu rahisi kwa Mungu. Maana ni Mungu alikuwa anapigana na huo ufalme na kumaliza. Bwana asifiwe. Lakini maandiko yanatuambia huyu jamaa akamwambia Daudi, kuna mtu mmoja amesalia. Oh my father. Kuna mtu mmoja amesalia ambaye ni mtoto wa Jonathani, naye huyo mtoto ni kiwete. Bwana asifiwe. Walimalizika, ikawa ni katoto kamoja tu kamebakia na kametoka katika mji, kameenda kujificha mbali. Kwa sababu ya upendo wa Mungu, Daudi akasema na kaletwe. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Daudi akasema kaletwe. Ukisoma mstari wa 3, mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Ni nani amesalia katika familia ya Sauli nikaweza kumtendea mema ya Mungu? Bwana asifiwe. Akauliza, ako wapi amesalia nikamtendee mema ya Mungu? Maana Mungu ni wa mambo mema. Mungu ni wa mambo mazuri. Na Daudi anasema nimtendee mema ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati Mungu amekupigania wewe, tenda mema ya Mungu. Daudi akaamini sio yeye anayemtendea mambo mazuri, sio yeye anayetenda kwa uwezo wake, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu, kwa sababu ya wema wa Mungu, nami nitenda wema. Bwana asifiwe. Daudi akaamini. Daudi akawa anatumainia Mungu, akatenda mema ya Mungu. Siba alikuwa mfanyakazi wa mfalme Sauli, akamwambia Jonathani. Siba ambaye alikuwa mfanyikazi katika nyumba ya Sauli akamwambia mfalme, Jonathani anayemwona hata sasa. Jonathani anayemwona hata sasa, aliye kilema cha mguu. Aliye kilema cha mguu. Bwana asifiwe. Huyu mtu alikuwa anafanya kazi katika familia, katika ufalme wa Sauli. Ndiposa nakwambia ilikuwa ni miaka michache. Maana hata wafanyikazi wa Sauli bado wako wengi. Lakini Sauli kwa sababu ya uovu apatikana. Yeye apatikana. Bwana asifiwe. Maandiko yanatuambia vizuri, akamwambia kuna mwana amesalia ambaye ni wa Jonathani, naye ni kilema wa mguu. Bwana asifiwe. Naye ni kilema. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati unamtarajia ukimtarajia
alikuwa ni rafiki wa Daudi sana. Bwana asifiwe. Unajua Daudi hata angeua Sauli, angechukua ufalme, maana Jonathani alikuwa rafiki yake na angekuwa na vita kali. Maana huyu ni rafiki yake na amemwambia siri zote za zile baba yake alikuwa anataka kumwangamiza, anamwambia anaepa. Lakini Daudi alipopatiana vita kwa Mungu, Mungu alimaliza wale wote wa familia ya Sauli wangerithi huo ufalme. Bwana asifiwe. Maana wakati wa zamani hata kuna nchi sinafanya hivyo. Rais akikufa, mtoto wake ndiye anachukua usukani. Huyo mwingine akikufa, huyo mwingine anachukua usukani. Lakini Sauli, Mungu alimwangamiza pamoja na vijana wake wote. Kwa hiyo ikawa hata kurithi hakuna. Akawaangamiza mpaka ikakuwa hata hakuna mtu ambaye anaonekana hapo. Bwana asifiwe. Vita vya Mungu sio vita vya Mungu ni kali. Na wakati umeweka tumaini lako kwa Mungu akupiganie, kwa maadui kunakuwa ni hatari. Bwana asifiwe. Hebu soma mstari wa 7. Wa 6. Basi Mefibosethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi. Mwana wa Daudi akaanguka kifudifudi akasujudu. Akakuja akaenda akaletwa kwa Daudi, akaanguka kifudifudi akasujudu. Bwana asifiwe. Akaanguka maana hakujua ni nini anaitiwa. Alikuwa hata na uoga mwingi kwa sababu Daudi amechukua usukani na ni yeye alikuwa amejificha. Sasa akaona hapa mambo yameharibika. Bwana asifiwe. Daudi akasema before Mefibosethi naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. 7. Kijana akaitwa akamwambia, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia usiogope. Bwana asifiwe. Daudi akaona huyu kijana amejawa na uoga, kwa sababu anaona kana kwamba nimekuja kummaliza, lakini akamwambia usiogope. Maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako. Kwa hakika nitakutendea wema kwa sababu ya Yonathani baba yako. Bwana asifiwe. Daudi akamwambia kijana, nitakutendea haki kwa sababu ya Yonathani baba yako. Bwana asifiwe. Maandiko yanatuambia Daudi akaambia kijana, nitakutendea haki, nitakutendea mambo mazuri kwa ajili ya Yonathani baba yako. Kwa ajili ya Yonathani baba yako. Bwana asifiwe. Na mtakurudishia mashamba yote ya Sauli. Na nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako. Nao utakula chakula mezani pangu daima. Bwana asifiwe. Maandiko yanatueleza vizuri. Daudi alikuwa ni mtu wa moyo safi. Alikuwa ni mtu wa roho safi. Akamwambia kijana, wewe usiogope. Vitu vya shosho yako Sauli nitakurudishia vyote, na utakula kwa meza yangu daima. Adui Mungu akikupigania, wewe usiwe na kinyongo juu yao. Wewe usiwe na kitu ya uovu juu yao. Watendee mema, maana ni Mungu amekupigania. Bwana asifiwe. Ni Mungu amekusaidia, ni Mungu amekulinda. Tenda yaliyo mema. Na
akamuuliza mimi mtumwa wako ni nini? Hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Akamwambia ukamwangalia mbwa mfu kama mimi. Yaani akaona ni kama yeye akajiona ni kama umbo iliyokufa. Mfalme anaangalia. Bwana asifiwe. Akamuuliza mfalme, unaona nini juu yangu? Mimi mbwa mfu. Bwana asifiwe. Yaani hata yeye mwenyewe alikuwa amejidharau mpaka kujiweka kiwango cha umbwa. Hata kujiweka kiwango cha umbwa, na sio umbwa hata iliyo hai, hata ni umbwa imekufa. Akamwambia, "Ani mfalme, ni nini unaangalia? Hata ukanipatia hiyo heshima." Ndipo mfalme akamuita Siba. Ndipo mfalme akamuita Siba, mtumwa wa Sauli. Mtumwa wa Sauli ama mfanyikazi wa Sauli. Wa Sauli. Akamwambia, mali yote yaliyokuwa ya Sauli na nyumba yake. Mali yote yaliyokuwa ya Sauli na nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako. Nimempa mwana wa bwana wako. Mwana wa bwana wako. Bwana asifiwe. Yaani kijana akapatiwa kila kitu. Sababu yake ni kwa sababu gani? Daudi alikuwa ni mtu wa roho safi. Hakuwa anajilipishia kisasi. Hakuwa anajivuna kwa sababu ya ushindi wa vita, kwa sababu ya kumaliza familia ya Sauli. Hakuwa anajivuna. Kwa hiyo alikuwa anajua hapa ni Mungu amenishindania, wacha nitende haki. Na unajua wakati unapotendea mtu mwovu mambo mazuri, ni kama kumwekelea makaa juu ya kichwa chake. Bwana asifiwe. Unapotendea mtu mwovu mambo mazuri, yanakuwa ni sumu kwake, yanakuwa ni moto kwake. Ni kwa sababu gani? Wewe hauna ubaya, lakini yeye akaona chuki na wewe. Kwa hiyo inakuwa ni hatari kwa maisha yake, kwa sababu anakupiga na wewe unampenda. Anakupiga unamfanyia mambo mazuri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tumtarajie Mungu, naye atatupigania, na adui utakuwa ukimuulizia alipotelea wapi, kuliendaje, na kale utapata kamebakia, wewe katendea mambo mazuri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu amani wabariki. Mungu amani awatende mema. Wacheni mkatarajie Mungu katika kila hali, katika vita vyote. Weka Mungu akupigania. Wacha Mungu akupigania. Daudi Mungu alikuwa amemwahidi na akatiwa mafuta. Akaambiwa, wewe ufalme umeondolewa katika mikono ya Sauli na umepatiwa. Lakini Daudi hakukimbia kujipatia ufalme. Alingojea Mungu ampatie ufalme, maana ni yeye aliyemwahidi. Kila Mungu amekuahidi, kila Mungu amekuwekea kukupigania. Wewe mngojee afanye kazi yake. Usikimbie kuchukua. Usikimbie ukisema mimi nimeahidiwa hii naenda kuchukua, utaangamizwa. Lakini wakati unapongojea Mungu akupatie kila anakuahidi, atakupatia, na utakuwa na furaha na utakuwa na ushindi, maana ni Mungu alikuahidi, naye atakushindania na atakupigania. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuweke tumaini kwa Mungu. Tuwe tunajua msaada wetu unatoka kwa Mungu. Vita vyetu sio vyetu, bali vita ni vya Mungu. Kama uyaokoka, amini Bwana Yesu akakupigania. Amini Bwana Yesu akakuokoa. Abadilishe maisha yako. Akaweze kukupigania vita vyako. Akaweze kulinda maisha yako. Na Bwana majeshi atakutenda mema. Nataka urudie hiyo ombi nyuma yangu. Na hiyo ombi ni kuamini umempokea Kristo. Na Kristo ataingia kwa maisha yako na atakusaidia. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda. Mimi mwenye dhambi. Nakuja mbele zako, ninatubu dhambi zangu na makosa. Bwana nisamehe.
univute katika kitabu cha mauti, uniandike katika kitabu cha uzima. Nimekataa shetani, nimekukubali Yesu uwe kiongozi na mkombozi wa maisha yangu. Kutoka siku ya leo, mipango ya uovu ninakataa katika jina la Yesu. Na kuomba Yesu ukanifundishe, ukanielekeze, ukanipiganie, na nitakushukuru na kukuamini. Baba, kuanzia leo nishike mkono, na nikupitie jina la Yesu ninaokoka na kuamini. Amen. Wale walio na mahitaji, wale ambao wako na vita ambayo vilikuwa vinakusumbua kwa familia yako, kila kitu kilikuwa kinakusumbua, amini Mungu akupigania vita. Amini Mungu apigania maisha yako. Amini Mungu akuokoe na akutende mema. Na tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako. Asante kwa ajili ya kunena nasi asubuhi ya leo. Asante Bwana, maana Mungu ya neno lako ambalo umetufundisha, vita sio vyetu, vita ni vyako. Tunakushukuru maana mtumishi wako Daudi alipokutazamia, Mungu ulimpigania, na hakika maadui wakaweza Bwana kushuka, naye mtumishi wako ukamuinua. Bwana, ninaomba kwa ajili ya watazamaji na walio nyumba hii, Bwana wako na vita, Bwana Mungu ninaomba ukawapiganie. Wale maadui wamewainukia ili Baba kumaliza biashara zao, ili kumaliza familia zao, ili kumaliza Baba kuwadanganya mashamba yao, Mungu kasimame ukawapiganie katika jina la Yesu Kristo. Ninakataa mipango yote ya uovu, ninasambaratisha juhudi zote za yule mwovu katika jina la Yesu, na kuomba Yesu mwana wa Mungu ukasimame ukawapigania, ukasimame ukawashindanie katika jina la Yesu. Ninatangaza ushindi, ninatangaza neema ya Bwana ikaweze kuwa juu yao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na aliye mgonjwa Bwana, ninatangaza uponyaji kupitia kazi yako uliyofanya Kalvari. Baba, ile kazi ulifanya msalabani, ukakufa kwa ajili yetu, ukatulipia deni Baba, tukaweza kuwa wazima kwa sababu ya kazi uliyoifanya. Ninatangaza kwa jina la Yesu, aliye mgonjwa ninatangaza uponyaji, aliyekuwa ameonewa na shetani, aliyekuwa amefungwa, ninatangaza kufunguliwa kwake katika jina la Yesu. Kila mipango yote ya uovu kinyume na watu wa Mungu ninaisambaratisha katika jina la Yesu, na kutangaza kuwekwa huru, na kuwekwa huru kweli kweli katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Winuliwe Baba yetu, umetenda mema, pewe sifa na utukufu, na kupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Mungu wa amani wabariki na watende mema. Kwa hivyo tunaanzia ibada ya pili saa 4. Karibuni sana ili tukamwabudu Mungu pamoja, ili tukaweze kuita Mungu katika kila hali ya maisha yetu, naye Bwana wajezi atatuonekania. Tutakuwa live kuanzia saa 6:30. Kwa hivyo karibuni sana, tukabarikiwe na neno la Mungu tukiwa pamoja. Mungu wa amani wabariki na wasidishie neema yake.